Hujambo na karibu. Katika kipindi cha sasa tunaenda kuangalia lahaja za Kiswahili. Natumai unaelewa maana ya lahaja, aina za lahaja na kadhalika. Kwa hivyo, Kiswahili kama lugha kina lahaja nyingi tu, na tutaanza na kundi la kwanza la lahaja ambazo ni lahaja za kaskazini. Lahaja ya kwanza ni Kiamu. Hapa tutaenda mbio kwa sababu hakuna cha kufafanua. Kiamu ni lahaja inayozungumzwa kwenye kisiwa cha Lamu. Sifa za Kiamu ni kama vile hutumia sauti ta badala ya cha, na sifa ya pili ni hutumia sauti ga badala ya la. Sauti ga badala ya la hudondoshwa inapotokea baina ya irabu au sauti za irabu. Lahaja za kaskazini. Kiamu tumeona ni lahaja inayozungumzwa katika kisiwa cha Lamu na sifa zake. Tuangalie mfano. Neno katika lahaja ni mbeu. Katika Kiswahili sanifu tunasema ni mbeu. Kwa hivyo katika hiyo lahaja unaona kwamba sauti ga imedondoshwa. Kuna katiti kidogo, kuna ndu badala ya ndugu. Lahaja nyingine ni Kipate, na tunaambiwa kwamba hii ni lahaja inayozungumzwa katika kisiwa cha Pate. Tutaangalia mifano. Katika lahaja ya Kipate kuna kondo, katika Kiswahili sanifu tunasema ni vita. Mfano wa pili ni pija, piga, na paratha badala ya balaza. Aina ya tatu ya lahaja ni Kisiu. Hii ni lahaja ambayo hutumiwa katika kisiwa cha Siu. Tutaangalia mfano katika lahaja ya Kisiu na mfano katika Kiswahili sanifu. Mfano wa kwanza ni mwendio badala ya mwenzio, chuma badala ya tuma, kufura badala ya kushiba. Mfano wa nne wa lahaja ni Kitukuu au Kipajuni. Hii ni lahaja inayozungumzwa kaskazini mwa Pate na Lamu kufikia Kisimayu. Mfano, katika Kitukuu na katika Kiswahili sanifu kuna uwavu, Kiswahili sanifu ni ubavu, nguru mkubwa, nyawe mama yako. Tutaangalia hiyo mifano. Lahaja nyingine ni Chimiini au Timbalazi Kibarawa. Hii ni lahaja inayotumiwa na wazungumzaji wa Kiswahili katika eneo la katikati ya Mogadishu na Somalia. Tuangalie mifano. Kuna mfano katika Chimiini na katika Kiswahili sanifu. Mfano wa kwanza ni nzi, katika Kiswahili sanifu ni samaki, shikilo, sikio, chintu, kitu. Tutaendelea. Katika kundi la pili ni lahaja za kati. Mfano wa lahaja ya kwanza kuna Kimvita. Hii ni lahaja inayozungumzwa katika kisiwa cha Mombasa na Kimvita. Mfano katika Kimvita, mtele, katika Kiswahili sanifu ni mchele. Mfano katika Kimvita ni mtuzi, katika Kiswahili sanifu ni mchuzi. Aina nyingine ni kijomvu au chijomvu. Hii ni lahaja ambayo hutumiwa katika maeneo ya pembeni ya mji wa Mombasa, kaskazini nje ya kisiwa cha Mombasa. Tuangalie mfano. Kuna chichi badala ya sijui kama mnaona vizuri. Naam. Kuna chichi badala ya hiki, wanjine badala ya wengine, chiana badala ya kijana. Kuna kingare, hiyo ni aina nyingine ya lahaja. Kuna hitilafu kidogo, mtaniwia radhi. Naam, tuangalie kingare. Hii ni lahaja inayosemwa Mombasa katika maeneo ya kiwanja cha ndege. Naam. Hii ni lahaja inayosemwa Mombasa katika maeneo ya kiwanja cha ndege cha Kilindini na Kilindini. Mfano katika Kingare: geshi, jeshi, mzee, mzee, yakwe, yako, danga, bichi. Tuangalie lahaja za kusini. Naam.
Mfano wa kwanza kuna Kivumba. Hii ni lahaja ya Kiswahili ambayo huzungumzwa katika sehemu za Vanga na Wasini, yani sehemu za kusini mwa Mombasa. Mfano, katika Kivumba kuna Mroro, katika Kiswahili sanifu tunasema ni mtoto. Muro, mlo, ngia, njia. Kuna Chichifundi au Chifundi. Hii ni lahaja inayozungumzwa Shimoni au kaskazini mwa Vanga, kusini mwa pwani ya Kenya. Kwa mfano, sikia, Kiswahili sanifu ni sikia, kazi, kazi, jinsi, ngisi. Kuna Kimtangata. Hii ni lahaja inayozungumzwa katika eneo la pwani ya Mrima, Pangani na hata Tanga. Mfano, kuna Oka, Kiswahili sanifu ni choma, munyu, chumvi, fyoma, soma. Kuna Kimrima. Hii ni lahaja inayozungumzwa kwenye maeneo ya Vanga, Tanga, Rufiji, Kilwa, Dar es Salaam na Pangani nchini Tanzania. Mfano, kuna Bule, Bure, Bananga, Haribu, Chusa, Chuki. Kuna Kimgao. Hii ni lahaja ambayo hutumiwa katika sehemu ya Kilwa na maeneo ya kusini mwa visiwa vya Kilwa. Kwa mfano, Chichwa, kichwa. Kuna mifano mingine hapo. Tajiri, tajiri. Haya. Kuna Kitumbatu au Kihadimu au Kimakunduchi. Hii ni lahaja, hapo kuna kosa, inafaa kwa lahaja hapa. Hii ni lahaja inayozungumzwa sehemu ya kusini mwa Unguja katika maeneo ya Makunduchi. Kwa mfano, mloaji, mvuvi, fuada, faida. Bashoa, pasua. Kuna Kingazija. Hii ni lahaja ya Kiswahili ambayo hutumiwa na wenyeji wa kisiwa cha Ngazija au Komoro. Kwa mfano, uteo. Kuna papa, Kiswahili sanifu mbamba, na nzia katika Kingazija na Kiswahili sanifu tunasema njia. Kuna Kipemba. Kutokana na neno lenyewe tunaambiwa ni lahaja ya lugha ya Kiswahili inayozungumzwa kisiwani Pemba. Kwa mfano, uya, rudi, amba, labda, kimbila, kimbia. Kuna Kingwana. Hii ni lahaja inayozungumzwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sehemu za Tanga. Kwa mfano, balikwendaga, walikwenda, njila, njia, batu, watu. Kuna Kisetra. Kwa wale ambao wanasoma historia mnajua Wasetra walikuwa kina nani? Setras. Ni lahaja iliyozungumzwa na wakulima wa koloni bara ya Kenya na sehemu za Kilimanjaro. Lahaja hii ilichanganya maneno ya Kiingereza na kukiuka kanuni za kisarufi. Kwa mfano, wewe hapana leta joki badala ya wewe usinifanyie mzaha. Natumai tunaelewa. Kisetra. Haya, kuna Kiunguja. Sasa Kiunguja, hii ni lahaja inayozungumzwa katika kisiwa cha Unguja au Zanzibar mjini na viunga vyake. Hii ndiyo lahaja ambayo ilitumiwa kama msingi wa Kiswahili sanifu. Kumbuka kuna usanifishaji wa Kiswahili. Kiswahili kiliposanifiwa, kuna lahaja moja ambayo iliteuliwa na kusanifishwa, kufanywa marekebisho hadi ikawa Kiswahili sanifu. Baadaye tutakuja kuangalia ni vigezo vipi ambavyo vilitumika ili kuteua lahaja moja miongoni mwa lahaja nyingi ili kusanifishwa. Kwa hivyo kuna Kiunguja, na tunaambiwa kwamba uendelezaji wa maneno ya Kiswahili sanifu unafuata msingi wa Kiunguja. Baadaye tutakuja kuangalia usanifishaji wa Kiswahili. Mifano yake, hiyo ni mifano ya kisamahani. Kuna Oka, Kiswahili sanifu tunasema choma, mifano ya Kiunguja. Kuna munyu, chumvi, fyoma, soma. Hizo ni lahaja za Kiswahili. Pengine katika mtihani wa kitaifa si mara nyingi swali linatungwa pengine uambiwe taja lahaja za Kiswahili, lakini kwa kupitia tu, kwa sababu ni katika silabasi ya isimu jamii, pengine uweze kueleza lahaja ni nini
na pengine sifa za lahaja, lakini tunapitia tu, na baadaye pengine tukiendelea katika isimu jamii huenda tukarejelea kitu kimoja au kingine. Kwa hivyo hizo ndizo lahaja za Kiswahili. Katika kipindi kingine tutaangalia kaida za lugha. Kwa sasa tutakomea hapa. Asante kwa kusikiliza au kutazama.